na pia kwa mambo ya familia. Mimi naheshimu familia sana, na unajua mwaka uliopita tulianza kutafutana familia na tukasema tutafute cousins wetu, kwa sababu sisi ni watu moja, tunaongea lugha inaingiana, utamaduni wetu ni unafanana, mila zetu na desturi zinafanana. Kwa hivyo pale mimi natoka na watu ya magharibi, sisi ni cousins, na kwa hivyo pia nimepata nafasi kuja kutembelea familia cousins zetu, kuzungumza na kukubaliana mambo ya mbele, kwa sababu lazima tuangaliane, lazima tusaidiane, lazima yale mimi najua nieleze cousins wangu, yale pia wanajua wanieleze, ndio pia tuendelee kutafuta uhusiano mzuri kama cousins na watu ambaye mila na desturi zetu zinafanana. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kwa hizo siku 3, na hata isipokuwa kazi imekuwa mingi tukekaa, hatukuweza kufika Busia. Tunataka kuomba msamaha kwa watu ya Busia, walikuwa natungojea, hatukuweza kufika. Hata hapa Trans Nzoia kuna sehemu nyingi sana wangetaka tufike, na tumekubaliana viongozi George Natembeya na Eugene Wamalwa ya kwamba tutatafuta siku 2 tuende kaunti ya Busia, na tutafuta siku 1 tukuje hapa Trans Nzoia, ndio tuweze kuzungumza na watu wetu na kunena na kukubaliana mambo ya hapo mbele. Labda neno moja ambalo kujifunza la Kiluya. Mimi ni mtu ya hapa. Unajua zamani nikiwa kijana mdogo niliweza kukaa pale kwa Banyala, pale inaitwa Navaholo. Nilikuwa afisa tawala ndio zamani, mwaka wa 1997 nilikuwa dio hapo pale inaitwa Navaholo, na kwa hivyo mimi naelewa lugha vizuri, kwa salamu niko sawa, hata kusikia nasikia, kwa sababu vile nimekuambia sisi ni cousins. Lugha yetu inapitana tu kidogo, lakini watu wakiongea Kiluya mimi naelewa, na kwa hivyo nimeshukuru sana kuja hapa na kukaa na watu wetu. Labda pengine ungekuwa kwa ziara siku 3 pamoja na vigogo wenzako. Kando na ujumbe wa siasa ambao umekuwa, kuna mambo mengine ambayo unabebea jamii ya magharibi? Mimi nimefika hapa kuambia watu wetu wa mkoa wa Magharibi ya kwamba ni muhimu wajitafutie heshima kama jamii, kwa sababu hii ni jamii ya kuheshimika sana, ni jamii ambayo iko na bidii sana, ni jamii ambayo iko na watu wamesoma sana, ni jamii ambaye inaheshimika sana katika Jamhuri ya Kenya, na ni ombi langu viongozi wa jamii hii ya Mlembe watafutie hii jamii heshima, kwa sababu hatutaki madharau kwa jamii. Tungependa kila jamii ipewe heshima yake na ipatiwe nafasi ya kuwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, kwa kila sekta. Tungetaka hii jamii ipewe nafasi ya kuwa kipaumbele. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, karibu tena kwa conversation ambayo tunaendelea nayo sasa hivi. Ningependa kujua tu, ama wakazi wa Western Kenya ungependa kujua unalipi ama chama cha DCP kwa wakulima wa Western Region, sababu Western Region tunategemea sana ukulima wa miwa. Ukiangalia kwamba viwanda vyetu Mumias Sugar, Chemelil, ukiangalia Nzoia, they are not doing well. What plans do you have to make sure kwamba they are doing well? Mungu akipenda kwamba tukuongoza. Ya kwanza, mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amekuwa mkarimu sana kwa jamii ya Magharibi, kwa sababu iko mvua ya kutosha na iko rutuba nzuri, na ni aibu kubwa ya kwamba umaskini umeenea sana katika sehemu hii, sehemu ambayo iko na rutuba nzuri na iko na mvua karibu mwaka nzima. Lakini hii ukulima wa miwa umefanya wakulima wa Magharibi kuwa watumwa, na unapata wakulima pale katika sugar belt ya Mumias, ya Nzoia, pale West Kenya, pale Kabras, wako na maekali mingi sana ya miwa, lakini umasikini uko juu sana, kwa sababu zile mafaktoria imefinyilia wakulima kwa miaka mingi sana, na
Ndio nilikuwa naambia watu ya hapa ya kwamba mimi nilikuweko, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula wakiweka mkataba na Rais William Ruto kabla ya uchaguzi. Ilikuwa tariki 15 mwezi wa 4 mwaka wa 22, na hao viongozi wawili walisikizana na William Ruto, na iko kwa mkataba niko nayo hapa ya kwamba akipata nafasi ya uongozi baada ya kupewa support na watu ya magharibi, atarekebisha upya factory ya Mumias na ile ya Nzoia, kununuliwa mashini mpya ya diffuser na zile zingine za kisasa, madeni yote ya wakulima ilipwe, madeni ya wafanyikazi ilipwe, na wakulima waweze kupata haki yao na wakule jasho yao. Na ni aibu kubwa sana ya kwamba hiyo haikuwezekana. Hiyo mkataba hukutimizwa, na badala yake hizo kampuni ziliuziwa Wahindi, na hii Wahindi sio wenye kununua. Hawa ni wale wanaitwa proxy. Wenye kununua ni watu wakuu sana ndani ya serikali. Wafanyikazi wa Nzoia na Mumias wangali wanahangaika, wakulima wangali wanahangaika. Wiki mbili iliyopita bei ya miwa ilishuka kutoka 6,500 kwa tani mpaka 5,500. Katika finance bill imekuja, kuna mabadiliko imefanywa juu ya transport ya miwa ambayo itafanya transport iende juu, na hiyo gharama itasukumiwa mkulima. Mimi nikipata nafasi ya uongozi katika Jamhuri ya Kenya, jambo la kwanza ni hizo faktoria mbili ya Mumias Sugar na Nzoia ambayo imepatiwa watu binafsi, serikali yangu itaelegesha kwa wakulima, hasa ukijua iko nuclear estate kubwa sana pale Mumias na pale Nzoia. Hiyo ni mali ya watu wa Bungoma na watu ya Kakamega, na ukiangalia ile bei, hiyo shamba imekodishwa kwa miaka 30. Hiyo ni unyang'anyifu, ni kuibia wakulima mchana, kwa sababu ile bei imewekwa ya kukodisha hayo mashamba kwa miaka 30 iko chini sana. Kwa hivyo niseme kitu ya kwanza ni kulegesha hizo faktoria mbili kwa wakulima wa Mumias na wale wa Nzoia. Number 2 ni kujaribu kuongea na wakulima pia wafanye kitu naitwa diversification, wasilime miwa peke yake. Mimi najua wanalima mahindi kwa sababu ya kutumia kama vyakula na maharagwe, lakini tungependa kuwahimiza na kuwaletea seedlings ya avocado, ya macadamia, ndio pia juu ya miwa wakuwe na crops zingine ambazo zinaendelea at the same time. Unajua miwa inakaa sana, utakuta ile miwa saa ingine imechelewa, ile plant ya kwanza saa ingine inachukua 24 months na mkulima anangoja. Ratun 1 inachukua karibu miezi 18, Ratun 2 inachukua karibu mwezi 14, mwezi 12. Hiyo ni muda mrefu sana mkulima akiwa amengoja, na anakula, ako na watoto na wasomesha, ako na mahitaji ya kila siku. Kwa hivyo juu na hii ukulima wa miwa lazima tukuwe na mpango ya na uwezi tofautisha nani gun na nani polisi. Guns wanatembea na magari ya polisi ile Land Cruiser, saa ingine wanapatiwa mpaka tiangas na polisi, saa ingine tumeona wakisindikishwa na polisi kupora mali ya wananchi. Jana tukiwa pahali naitwa Harambe huko Matungu, gavana wa kaunti ya Kakamega alipanga vijana guns kuchafua amani, kuumiza akina mama, kupiga watoto, kupiga vijana, na wakaumiza wamama sana pale. Na polisi wako tu na wanajua na wamenyamaza, kwa sababu huyu gavana ako pande ya William Ruto na amepewa nafasi afanye vile anataka katika kaunti ya Kakamega, ikiwemo kuleta wahuni
kuchafua amani na kutoa fujo. Tumekuwa na visa mingi sana. Jana katika kanisa ya Austin's Cathedral pale jijini Nairobi, wahuni walivamia kanisa hilo na kuchafua amani, kupora mali, kuumiza washikadau walikuwa pale wakiongea mambo ya bajeti. Nimeona waziri akisema watakamatwa, na yeye ndiye mwenye kupanga. Ni kuhadaa wa Kenya. Tangu Kipchumba Murkomen akuwe waziri wa usalama, ndio wahuni wamekuwa ndio wanatawala Kenya. Hata rais mwenyewe akitembea Nairobi anatembea na wahuni, wanapora watu wakiwa naangalia. Wahuni wameweza kuvamia makanisa ya PCA, wamevamia kanisa ya ACK huko Othaya, wamevamia mikutano, wamevuruga amani. Wakamatwi kwa sababu wanafanya kazi na polisi. Mimi niseme hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Mwaka uliopita tulikuja pale Chwele na wahuni wakapangwa na Speaker wa National Assembly, wakapiga magari yetu wakisimamiwa na polisi. Hata polisi walikuwa wanawasaidia, wanawapatia cover, ndio wakipambana na hawa na wale wako pande yetu, polisi wanawasaidia. Mimi niseme hili ni jambo la kukera sana, na ni jambo ambaye inaweza kuleta furugu katika Jamhuri ya Kenya tukielekea uchaguzi, kwa sababu itafika pahali wa Kenya wakatae hiyo maneno na wachukue sheria mikononi mwao, na wakifanya namna hiyo kutakuwa na anarchy. Kwa hivyo niseme hiyo maneno ya goons ni jambo la aibu sana, na tunaanza kufikiria. Unajua, mwaka uliopita 2 years William Ruto alipitisha maafisa wa polisi waende huko Haiti kwenda kusaidia watu ya Haiti kupambana na majangili na wahuni ambayo wametatiza amani katika nchi hiyo. Lakini inaonekana hawaku wameenda kusaidia watu ya Haiti, wanaonekana walienda ile kitu inaitwa benchmarking, ndio waelewe jinsi ya kufanya kazi na goons. Kwa sababu tangu officers yetu ya polisi waende Haiti, ndio goonism imeongezeka Kenya, na ndio polisi wamekuwa na ushirikiano mkali sana na wakaribu sana na wahuni kuangaisha wa Kenya. Kwa hivyo niseme ni jambo la kuhuzunisha sana, na ni jambo ambayo haifai katika karne hii ya 21. Burudia tena hizo. Na ule mkutano ambao mlikuwa mfanye mjini Kakamega. Ndio. Mlikuweza kufanya jana. Ndio. Labda pengine kitu kipi ambacho kilifanya hamkuweza kuwa na ule mkutano? No, unajua tulikuja siku ya Ijumaa tukafanya mkutano pale Luanda ambaye ulifana sana. Tukatoka hapo tukaenda pale Kisa East, pahali ambako chama changu cha DCP ilishinda uchaguzi mdogo, na Mheshimiwa Aduda akakuwa MCA wa kwanza wa DCP katika kaunti ya Kakamega. Tukafanya mkutano hapo, ndio tukatoka hapo tukaenda Malava tukafanya mkutano, na tukafanya mikutano ingine 2 tukimaliza usiku sana. Tulikuwa tumepanga mkutano kubwa sana katika mji wa Kakamega ambaye ndio headquarter ya Western Region. Mkutano mkubwa sana ulipangwa hapo na Deputy Party Leader wetu Cleo Malala kwa niaba ya United Opposition, na inaonekana Rais William Ruto alipofika kutoka ng'ambo ambaye alikuwa ameenda kwa siku kadhaa, alielezwa ya kwamba tumeingia magharibi na kimeumana kwa sababu mikutano yetu imejaa na ni one term kila pahali. Kufikiria kwangu aliamua kusabaratisha mkutano wetu, mwenyewe akaamua kuja Kakamega na akakuwa na sherehe hapo katika Masinde Muliro University, na ndio maafisa wa polisi wakaamua hatuwezi fanya mkutano wetu rais akiwa town, kwa sababu hawataki kulinganisha mkutano yake na yetu. Mkutano ya rais siku hizi kila pahali katika Jamhuri ya Kenya watu wanaletwa na mabasi, alafu wanapewa kila mtu shilingi 1,000. Rais William Ruto hawezi kuzungumzia watu bila kulipwa. Wakenya wamemwacha,
na akitaka kuwazungumzia lazima awalipe. Mikutano ya rais siku hizi imejaa mabasi ile ya shule ile ya rangi kama ile ya UDA ile ya majano, na aliona mkutano yetu ni ile naitwa organic, sisi hatulipi mtu yeyote. Nikafikiria kwangu rais hataki hiyo mikutano ilinganishwe, kwa sababu angeaibika. Kwa sababu yetu hakuna mtu analipwa, watu wanajaza hapo wanajaa maelfu wakisema one time aende nyumbani. Nafikiri washauri yake wakaona ataaibika, na ndio usiku wa manane tukapata ripoti kama tunapumzika kwa hoteli ya kwamba maofisa ya General Service Unit na wale ya Triot wameletwa kutoka Nandi, wameletwa kutoka Kisumu, wameletwa kutoka Busia, wameletwa from Rift Valley na the whole of Western, na zaidi ya maofisa 3,000 wamemwagwa town wakiwa tayari na bunduki na tear gas na vifaa ya vita. Na ndio sisi kwa sababu ni viongozi ambaye tuko responsible, tukaona hatutaki kuumiza wafuasi wetu. Tunge insist mkutano ingeendelea, lakini kungekuwa na vita dhidi ya wafuasi wetu na polisi wale ambao waliletwa. Kwa hivyo rais alikuja kusabaratisha mkutano wetu na baadaye asubuhi akaondoka. Kwa hivyo hakuwa na kazi yote alikuwa amekuja kufanya hapa Kakamega, alikuwa anataka tu kusabaratisha mkutano wetu. Lakini la kukasirisha sana ni kwamba polisi pia walipiga watoto. Iko watoto walikuwa natoka music festival. Nafikiri rais na watu yake wakafikiria ni sisi tunakuja na wafuasi ndani ya Kakamega town. Nafikiri hata hao polisi watumia akili, kwa sababu sisi hatuwezi kodishwa basi za shule. Hii ni basi ya rangi ya yellow, ni basi ya shule. Sisi hatuwezi pewa nafasi ya kukomboa hiyo magari. Number 2, hao maofisa wanajua sisi hatusafirishi watu na mabasi. Watu wetu wanakuja mkutano mkuu kwa sababu ni kujitolea, kwa sababu ya mapenzi na kuamini yale ambaye sisi tunaongea juu yake. Kwa hivyo hao watoto wa shule walipigwa sana na tear gas. Uliona kwa runinga vile wanalia. Ni mambo ya aibu sana ya kwamba polisi wetu wale wanatakiwa kuweka amani, wale ambayo wanatakiwa kuhakikishia Wakenya usalama wao, ndio wanapiga watoto wa shule ambaye hawana hatia. Hao watoto hawajui hata hii siasa ya one term na two term nini inaendelea. Hawashughuliki, wanataka kusoma, wanataka kupanga maisha yao hapo mbele. Kwa hivyo tungetaka kuambia watu ya Kakamega wasikufe roho. Vile rais ataenda ng'ambo, sasa tutatafuta programu yake ndio asitusumbue tena, kwa sababu inaonekana tukifika Kakamega atakuwa akija, tukisikia ameenda ng'ambo tukuja Kakamega ndio kabla arudi akuje tumemaliza mkutano. Sababu inaonekana sasa yeye ndiye watu wengine, watu yake yote ya mkono wameshindwa kugangana na sisi. Rais mwenyewe sasa ndio anakuja kusabaratisha mkutano wetu. Lakini watu ya Kakamega walikasirika sana, walijua rais alitukataza tuongee na hawa, lakini wakasema hakuna kitu kimebadilika. Kesho pia ni siku na tutapata nafasi nyingine ya kuandaa mkutano mkubwa katika Kakamega town. Pia tunataka tufanye mkutano katika Bungoma town, na pia tunataka tufanye mkutano katika Busia town. Kuhusiana na ile swali unalozungumzia la Harambee vijana na wahuni ambao walitekeleza uhuni kule, ni kinaya ambalo liko katika upande wa magari na vile vile kutekeleza uhuni ambao ulifanyika. Wajinga kiasi gani tuharibu mkutano wetu? Huwezi na yako, hata kama una akili, hata kama wewe ni mwadawazimu. Gavana wa Kakamega na waliumiza watu, wakaumiza wamama, wakaumiza watoto, wakavuja magari. Endelea hatukushughulika. Kama tungeambiwa tumeenda kuharibu mkutano ya rais, ingekuwa mambo ingine. Hatuwezi haribu mkutano wetu, hata kila mtu anajua. Ndio nataka nishukuru sana wakina mama katika Matungu hapo Harambee. Akina mama wenyewe ndio walipambana nao. Mfano moja kubwa sana ambayo ilifana sana. Nataka niseme
Je, unahisi kwamba kuna uhusiano thabiti cha DCP Mheshimiwa Stephen Kalonzo na Wiper Democratic Front, JB Muturi chama cha DP na pia Mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye hapa tuko katika maskani yake? Unahisi kwamba uhusiano wenu uko thabiti kuhakikisha kwamba unatosha kumtingiza serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto? Sisi tuko na uhusiano wa hali ya juu sana, tunapendana na tunaelewana. Na ndio naona sisi zote tuko hapa. Bwana Fred Matiang'i tumekuwa naye leo, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Kalonzo Musyoka, mimi tuko pamoja. Na sisi ni wazalendo na tumejitolea kukomboa taifa letu, kwa sababu tunaelewa shida ambaye imekumba nchi, na kutatua hili jambo lazima tumngatue William Ruto kutoka kwa mamlaka. Na Rais William Ruto akiwa mamlakani, ile njia ya rahisi ya kumtoa ni kusikizana na kutoa kiongozi mmoja kupambana na yeye. Sisi hatutaki kwenda runoff, tunataka tumshinde yeye round 1 tupate 70+1. Sisi hatuna haja na 50+1. 50+1 iko kwa katiba, lakini ya kisiasa tunataka 70+1, na tunaelewana na tumekubaliana ya kwamba tutaketi tukubaliane. Na umesikia nikisema leo pale kanisani, Kalonzo amesema, kila mtu amesema, zote tumekubaliana ya kwamba hiyo kiti inaweza kaliwa na mtu mmoja. Hii bendera ya upinzani inaweza peperushwa na kiongozi mmoja, hawezi peperushwa na viongozi wawili. Kwa hivyo zote tumekubaliana, kwa sababu Wakenya wanatuambia wanataka tutoe kiongozi mmoja. Mimi kama Rigathi Gachagua nimesema ni matumaini yangu nitapewa nafasi nipeperushe bendera hiyo, lakini kama sitafanikiwa kupata hiyo nafasi, ikuwe hiyo nafasi itapewa mwingine. Mimi nimetangaza wazi mchana, mimi na wafuasi wangu tutaunga mkono yule ambaye atakubalika ndio atapeperusha bendera ya kupambana na William Ruto. Na mimi nimesikia viongozi hao wote tukiongea, wote wanasema hivyo hivyo. Kwa hivyo ningetaka nihakikishie watu ya mkoa wa Magharibi na Wakenya hasa ya kwamba tumejitolea muhanga kukomboa nchi yetu, na kwa hivyo kila kiongozi ameapa ya kwamba tutakaa pamoja na hatutapigana, hatutawachana, hatutakosana. Tutatoa kiongozi mmoja apeperushe bendera kwa niaba yetu sisi wote na kwa niaba ya watu wa Kenya, kulete mabadiliko katika jamhuri yetu. Na labda tu niongezee swali lingine kuhusu uhusiano dhabiti wa viongozi wa upinzani. Tunaona kwamba nyinyi mko katika, nyinyi kama vigogo mnaongoza mrengo tofauti, na tuko na vijana kama Mheshimiwa Edwin Sifuna anaongoza kikundi kingine cha Linda Mwananchi. Je, unahisi kwamba safari yenu mtakuja kukutana pale mbele, manake ajenda yenu ni moja? Wewe umesema kabisa, ni kweli, ajenda yetu ni moja. Ajenda yetu ni one term. Leo Sifuna amekuwa mjini Thika katika gombe langu la kisiasa na timu yake, wamekaribishwa kama wafalme. Wametoka Thika wameenda pale Githurai, ambaye ndio kiingilio ya Mlima Kenya. Hapo ndio ukiingia Mlima Kenya lazima ufike hapo. Wamekaribishwa kama wafalme, kwa sababu ile wanasema, watu ya huko ndio wanasema. Sifuna na watu yake wanasema one term, watu ya Mlima wanasema one term. Kwa hivyo wamekaribishwa vizuri sana. Kama wangekuja mambo ya two term wangetolewa mbio, lakini ile wanasema ni ile watu wanasema. Mimi nimekuja Magharibi, nimekuwa hapa siku 3, nimekaribishwa kama mfalme, kwa sababu ile mimi nasema ndio watu ya Magharibi wanasema. Kwa hivyo watu ya Magharibi, wale ya Mlima, wale ya Ukambani, wale ya Kisii, wote wanaongea lugha moja. Kwa hivyo sisi na timu ya kina Sifuna hatuna tofauti zozote. Ni matumaini yetu, na nimesikia wakiongea hapo Thika kusema tutatafutana, lakini wacha kwanza kila mtu wasukume. Hao vijana wasukume na sisi tusukume pande hii. Sasa unaona leo imekuwa mzuri sana. Sisi tunasukuma Bungoma, tunasukuma Trans Nzoia, Sifuna anasukuma Kiambu, nasukuma Nairobi. Hii kazi ni mingi. Sio lazima tufuatane sisi yote kama kondoo. Tunataka wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo, wengine wasukume pande hiyo. Ndio hii mtu tumhangaishe kila pahali.
na unaona ameanza kukwama kwa sababu yeye sasa amekosa watu ya kumsaidia. Kila mtu amemtoroka, hata wale watu ya kwake wanashindwa kumtetea kwa sababu madhara ambaye ameleta Kenya, kumtetea imekuwa ni kazi ngumu. Yeye anajitetea mwenyewe, akienda ng'ambo kazi yake inasimama mpaka arudi. Kwa hivyo sisi hatuna tofauti zozote na mlengo wa kina Sifuna na wengine. Sisi tunaongea lugha moja, na mimi niko na matumaini ya kwamba hapo mbele tutaketi, tupangane vizuri, tuangalie jinsi ya vile tutaunda serikali na vile tutaenda hii uchaguzi tushinde kwa margin kubwa sana. Katika serikali kuna wale wanaokuwa serikalini wanakuja upinzani, wengine wanatoka upinzani wanaingia serikalini. Ulikuwa serikalini na sasa hivi uko katika upinzani. Magharibi mwa Kenya ni eneo ambalo wengi wanaona kwamba ni sehemu ambayo watu wanakuja kuchukua kura tu wakati wa kampeni, alafu baadaye wanaondoka. Tofauti gani iliyopo kati yako wewe ambaye unakuja magharibi sasa kuwaomba kura katika maandalizi ya mwaka 2027 na wale wengine ambao pia wanakuja kuomba hizo? Tofauti yangu na wale wengine ni kwamba mimi naongea ukweli. Unajua watu ya magharibi ni watu werefu, ni watu wamesoma, ni watu wanaelewa maneno na wako na nafasi nzuri ya kusikiza yale Rigiji anasema na ya kusikiza ile William Ruto anasema. Mimi nimekuja magharibi kwanza kuongea juu ya mkataba ambaye ulitiwa sahihi kati ya Moses Wetangula na Musalia Mudavadi kwa upande moja na William Ruto kwa upande mwingine. Na huo mkataba uko hapa na nimeuongelea sana tangu nikuje, ndio kazi ambaye nililete kwa sababu niliona ni muhimu. Mimi nikiwa member wa hii familia, nikiwa watu ya magharibi ni cousins wangu, niwaeleze ile mambo ambayo ilikuwa imepangwa ndio wajue. Tarehe 5 mwezi wa 4 2022 William Ruto aliandikiana mkataba na Musalia na Wetangula pamoja, na mshahidi akakuwa Kithure Kindiki. Na hiyo mkataba iko hapa. Na hii mkataba ilikuwa na sehemu mbili. Sehemu moja, nafasi ya uongozi katika serikali ya Kenya Kwanza ama William Ruto atashinda akiwa ameungwa mkono na watu ya magharibi. Sehemu ya pili, matakwa ya watu ya magharibi. Sehemu ya kwanza ilisema William Ruto akishinda atamteua Musalia Mudavadi kuwa waziri mkuu, na hiyo akatimiza, na Musalia akapata haki yake kama mtu binafsi. Pia ikakubalika ya kwamba William Ruto akipata nafasi ya uongozi kama rais wa Kenya atafanya mpango Moses Masika Wetangula ateuliwe kama speaker wa bunge la kitaifa, na hiyo ikafanyika. Moses Wetangula akapata haki yake ya kibinafsi. Lakini kuna mambo mingi sana iliandikwa na iko hapa, yale nahusu watu wa eneo hili, na hapo ndio mimi niko na shida, kwa sababu katika ile maneno yote iliandikwa, ile ilitimizwa ni hiyo peke yake ya kibinafsi ya Musalia Mudavadi na Wetangula. Iliandikwa kwa hii mkataba ya kwamba William Ruto akipata nafasi, kuna maendeleo ambayo atatekeleza katika ngome ya Wetangula na Musalia ambaye ni mkoa wa Magharibi. Nimesikia Musalia akilalamika ati mimi naleta ukabila, ati yeye ni Mkenya na hatutaki tuongee mambo ya Magharibi, tuongee mambo ya Kenya. Lakini mkataba aliandika, hakuandika mkataba ya Kenya, aliandika mambo ya Magharibi. Pursuant to the principles of equity in national development and fair allocation of national resources, the Kenya Kwanza Alliance administration shall endeavor to fulfill the following development obligations in the ANC and for Kenya strongholds of Western Kenya within the electoral period starting 2022 and ending in 2027. Musalia na Wetangula hawakuweka mkataba na William Ruto ya Kenya, waliweka ya Magharibi. Kwa hivyo asiruke, asijifanya ati ni Mkenya saa hii
angeweka mkataba ya Kenya nzima, lakini aliweka mkataba ya magharibi na hawezi toroka kwa hii mkataba. Najua inawakera sana nikizungumzia, lakini mimi nilikuwa pale, na kwa hivyo mimi nikifika kwa makazi yangu, mimi nitakuwa si muungwana nikikosa kueleza kazi yangu ile mambo yao ilikuwa kwa mkataba na ambaye hajatimizwa. Number 1, completion of all existing incomplete or stored bitumen road projects within aforesaid counties. Ilikuwa mkataba ya kwamba William Ruto akichukua atakamilisha project zote zilikuwa zimeanzishwa katika magharibi. Tunapoongea leo ni mwaka 4 William Ruto amekuwa kama president wa Kenya, na hii mkataba amekeuka kwa sababu zile project zote iliandikwa hapa hajafanya. Ya kwanza, rehabilitation ya Kakamega Airstrip haijafanyika. Ilikuwa Luanda County Aggregation and Industrial Park iko Vihiga bado. Vihiga KMTC Student Housing Project bado. Kakamega County Teaching and Referral Hospital bado. Bungoma Level 6 Hospital hakuna. Trans Nzoia Teaching and Referral Hospital ya 350 bed, kuna kazi ilikuwa ifanywa ya 1.6 billion bado. Bukungu Stadium Modernization mpaka wa leo hiyo kazi haijaisha, na ilikuwa imeanzishwa akasema atamaliza bado. Captis Hydropower Project iko Vihiga, ilikuwa ya 6 billion and 7 billion, ilikuwa igenerate 15 megawatts, imekuwa delayed bado. Ukitoka hapo barabara ya Lurambi mpaka Navaholo mpaka Musikoma imekwama tangu akuwe deputy president. Alianzisha akiwa deputy president bado. Hiyo barabara mimi naijua. Barabara kutoka Ibokolo Shiada mpaka Navaholo bado. Barabara ya Lurambi mpaka Shinyalu mpaka Buyangu bado. Nasikia Busia kulikuwa barabara ya Busia Alupe bypass bado. Tuko pale Sigiri Bridge and Road Identification in Busia bado. Tuko na mambo mingi sana ambaye kwa hii mkataba ilikuwa afanye hajafanya. Number 2, wakasikizana Rais William Ruto akipata nafasi, construction of accumulative 1,000 kilometers of new bitumen roads. Wacha sasa ile ya zamani. William Ruto akasema, akasainia na Musalia na Wetangula ya kwamba akipata nafasi kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ndani ya miaka 5 between 2022 and 2027 atajenga barabara mpya katika 5 counties ya Western Kenya: Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia and Bungoma. 1,000 kilometers, not a single kilometer hata moja haijajengwa. Number 3, allocate national raise revenue for the revival and modernization of Mumia Sugar Factory and Nzoia Sugar Factory. Alikuwa aweke pesa ya kuweka mashini ya kisasa mpya asota utishida hiyo faktoria. Instead, hii faktoria imeuziwa Muhindi akijificha, amenunulia wakubwa. Number 4, establish manufacturing industries for fisheries and agro-processing and mining. Alikuwa anzishe several factories in every county ya kuandika hao vijana kazi. Hakuna hata moja imeanzishwa. Mambo ya stima, connection of electricity to 80% of all homes within the 5 counties. Hakuna stima imeunganishwa. Connection of piped clean drinking water for domestic and irrigation purposes to homes within the 5 counties. Hakuna kitu imefanyika. So mimi naambia watu ya Western, when Musalia and Mudavadi, Musalia and Wetangula
wanakuja kusema mrudishe William Ruto. Ile kazi imefanyika kwa hii mkataba ni kazi ya Wetangula, kazi ya mtu binafsi na kazi ya Musalia mtu binafsi. Wakaaji wa Western Kenya hakuna kazi yoyote imefanyika kwa hii serikali. Ukiangalia sasa ile maneno iko ni kujaribu kuhadaa watu ya Western. Pesa mingi sana imewekwa hapa Western Kenya kwa budget imepita, lakini ni ukora tu, kwa sababu ile pesa imewekwa hakuna kazi inaweza fanya. Imewekwa mingi sana na ndio watasukuka hapa wakisema. Ukiona kama sasa barabara katika tuseme Bungoma imewekwa barabara mingi sana, barabara almost 20, lakini ile pesa imewekwa, hii ndio budget ya mwisho ya William Ruto 2026 2027 kabla aende nyumbani. Hakuna kitu ingine atafanya. Ile pesa anaweka ya rami ni milioni 18, milioni 40, milioni 70. Kilomita moja ya rami ni milioni 50. Ukiweka kwa budget 100 million ni kilomita 2 ya rami. Sasa hii ni kupotosha wananchi na ni ukora, ni ile inaitwa conmanship and deception, because wewe unaweka pesa kwa budget na hii ndio budget yako ya mwisho, lakini ile kiwango umeweka hawezi jenga kilomita 2 ya rami. So itakuwa hii yote ni stored projects, na ukumbuke zile barabara ya zamani kama hizo nimekusomea bado. So ile pesa imewekwa hapa na ndio watasunguka nayo kusema angalieni budget, tumeweka pesa kwa hii barabara zote itajengwa. Lakini hata kuanzisha hiyo kazi ni shida, kwa sababu contractor anataka 10% mobilization fee. Kama ni barabara ya 30 kilometers inahitaji 1.5 billion, kwa sababu 1 kilometer is 50 billion. Sasa ukiweka 30 million 1.5 billion, 10% ile napewa contractor igie site is 150 million. Kwa hivyo hakuna hata contractor atakuja kwa site. So yote ni ukora, imetengenezwa kwa makaratasi ya kuhadaa watu ya Western Kenya. So mimi nataka kuambia my cousin, 5 years ago hajafanya. Kabla hamja kuja hapa kutuomba kura, kwanza mtimize yale ambayo mliandikania, kwa sababu ile imetimizwa ni kazi ya Wetangula yake binafsi kama speaker na ya Musalia kama prime cabinet secretary. Iko barabara hapo ya Sabatia kwenda Mululu ya Mama Ana, rais akaamrisha barabara hiyo ya kwenda kwa Mululu, kazi yote ambayo itafanyika. So mkitaka kuchagua ndio Wetangula endelee na kazi, ya endelee na kazi, ni haki yenu. Awachie sisi nafasi kama familia, kama cousins, tupange mambo yetu, na tumeamua pia kama cousins pia tupange siasa yetu kama cousins, tupange uchumi wetu kama cousins, tupange utamaduni wetu kama cousins. Asione baya tukipendana na tukikaa pamoja, kwa sababu yeye anasema Wakenya wapendane, anasema Wakenya wakae pamoja. Kwa hivyo cousins wakiungana mambo yao pamoja, hakuna makosa. Nimeuliza kwamba ni kipi ambacho ni tofauti kulingana na swali ambalo nimekuuliza. Umeleta kujua mwanzoni katika ile serikali iliyopo kwa sasa, hii serikali ambayo mnapanga kuunda, umesema kwamba mna imani kwamba mwaka 2027 mtaweza kuunda serikali. Ni kipi ambacho Waluhya wako nacho? Hapo kuna mkataba asilimia 30. Si tutaketi kuongea vile tunasema, na ombi langu kwa jamii ya Mlembe ni waungane, ndio wakuja kwa meza ya kitaifa waongee mambo yao. Hapo mbeleni walifika meza ya kitaifa kupitia broker, hao walikuwa wanapitia through Raila Odinga.
Sasa wako na nafasi, wako na viongozi wao. Tuko na Eugene Wamalwa kiongozi shupavu, tuko na George Natembeya kiongozi shupavu, tuko na Edwin Sifuna kiongozi shupavu, tuko na Cleo Malala kiongozi shupavu. Kwa nini wapitie kwa mtu mwingine kuja kwa meza ya kitaifa? Kama sasa watakuja direct, watakuja wa negotiate na wengine mambo yao, na wasikue kama Musalia na Wetangula kufuata mambo yao binafsi. Kwanza waangalie mambo ya maendeleo ya liwa vipi. Lakini hapo mbeleni lakini sasa nafasi imepatikana, jamii ya Mlebe wajipange. Karibu 18 waunganishe jamii ndio wapate nguvu ya bargaining power. Unit kwa sababu nikiongea na hao viongozi, mimi sisi tunasema tutaketi katika meza tukiunda serikali tukubaliane, na mimi sina wasiwasi ya kwamba watu wa magharibi wanaweza kosa haki yao, kwa sababu wale watu ambao ni wakakamavu, na mimi najua watatetea vile. Someone may be asking if you are still in government, kama uko serikalini, ungekuwa bado una defend ama unaongelea mambo? Basi ni kweli niliongea, hata niongea mambo ya mkataba, kwa sababu aligonga watu ya West. He conned them, he deceived them, kwa sababu ile maneno yote aliweka kidole. Hataki nikumbushe watu ya West hii maneno, na mimi sitachoka, nitawakumbusha kila siku. Mimi nili amewaruka, nikaona wengine wamewaruka, nikaanza kusema apatiwe haki yake, apatiwe shares yake, kwa sababu ilikubalika shares, but he is a shareholding agreement. Mimi hakuna kitu nilikuwa nasema kijume na nilipata shida kwa sababu William Ruto hakutaka niongelee hii maneno. Nilijaribu kuambia Musalia na Wetangula tutetee, wakasema wanachunga kazi yao isipotee. Mimi nikatetea, lakini kama wangekuwa kama mimi, tushikane, labda tugemwe. Mimi nilitetea watu ya magharibi nikiwa ndani ya serikali. Siku nilisema haya maneno sio mimi nilisign, William Ruto nilisign hii agreement, akasign pamoja na Wetangula na Musalia, akakuwa shahidi kama wakili. Kwa hivyo hii si mimi nimelete. Kwa hivyo rais nikachifu bila nimeona ati mimi naongea mambo ya shares, ati wale wako hawana. Yeye ndiye aliandika na yeye ndiye alipea, alafu akawaruka. Yeye ndiye alisema atajenga 1000 kilometers, atakamilisha project zote zilikuwa zimekwama, akaruka. Yeye ndiye alisema ataweka pesa Nzoia na Mumias instead ya yeye mwenyewe. Ndio amekosea watu ya magharibi, sio mimi. Mimi vile ninafanya sasa ni kutetea watu ya magharibi, na nitawatetea kwa nini? Cousins, number 2, they are Kenyans. Number 3, I was a witness to this agreement because nilikuweko, na kwa hivyo itakuwa makosa mimi nione watu ya jamii ya magharibi wakihangaika, nione wakidanganywa tena, na makosa kubwa sana, na itakuwa mimi si muaminifu. Itakuwa mimi ni member wa family ambaye si muaminifu kwa wanafamilia wengine. Kwa hivyo ile mimi nafanya ni kuelimisha watu ya magharibi. Neno William Ruto aliahidi, signature yake iko hapa, sio mimi niliahidi, ni yeye. Uliza watu ya magharibi imefanyika ama bado, wanasema haijafanywa.
So naambia akija kwenu tena akitaka mpatie kura, ni jukumu lenu kumuuliza ile ulituahidi tulikuchagua mwaka 5 ni hujafanya. Kama ile ulituahidi utafanya hukufanya, kwa nini unataka tukuamini utatufanyia ingine na ile tulisikizana kwanza hiyo hujafanya? Gachagua, do you ever regret 2022 being a running mate to Mheshimiwa William Ruto? Yes, I do. Since huyu jamaa sikuwa nimemuona vile. Mimi nilimwamini kwa sababu alikuja na Biblia. Unajua mimi ni Kristo. Najua bibi yangu ni pastor. Mimi mtu yote akiniambia ameokoka, aniambia Yesu ni Bwana, sana sana mimi namuamini. Lakini nimeanza sasa kufikiria twice. Hata ukiniambia Yesu ni Bwana, ili wacha nichunguze kidogo. Huyu jamaa na akagonga wa Kenya. Alikuja na Biblia, ameokoka, akajifanya ni mtu mzuri, akadanganya wa Kenya ya kwamba atatuweka pesa kwa mfuko. Alifika pale ile kidogo tulikuwa akatoa, akasema katika serikali yake hakutakuwa na mauaji, awaua. Akasema katika serikali yake hakuna mtu atabomolewa. Akaingia akasema ya kwamba watu watapewa nafasi wafanye biashara. Akachukua biashara zote yeye mwenyewe akafanya. Sasa mimi nikija kuangalia nyuma naona nilikosea sana, lakini mimi niligongwa kwa sababu niliamini huyu jamaa kwa sababu alisema ameokoka, na nikamfanya makosa kubwa kwa sababu sikumchunguza vizuri. Na itakuwa makosa nikubali agonge watu ya Western Kenya nikiona wagonga siku ile. Hii maneno yote aliandika hapa, hakuwa na intention ya kufanya, alikuwa tu anatafuta kura. Sasa taba ingine awadanganye tena, na huyu Musalia na Wetangula ndio anatumia kudanganya Waluya kwa sababu hao wanachunga kazi zao, na alisaidika kibinafsi. Musalia alisaidika kibinafsi. Itakuwa ni makosa mimi Rigiji, kazi ni ya watu ya kuambia mambo ya hii mkataba alafu wadanganywe. So wewe ulijua tuligongwa na ulikuwa pale. Kwa hivyo mimi sasa nimetekeleza jukumu langu, nitaendelea kutembea na hii mkataba nikija Western na kueleza watu ya Western Kenya ya kwamba yale yalikuwa imekubalikana. Kudanganywa tena. Ndio. Mheshimiwa, alternative opposition, you are not giving out solution. Mnamlaumu tu mambo ambayo anayokosea. What's your take? Okay. Kwa sababu bila kumtoa hakuna kitu itaendelea. Kwa sababu ofisi, kwa sababu akiwa kwa ofisi hasiwezi rudi. Hii mambo yo yes, akirudi tena tawadanganya tena. So yeye asiseme sisi hatuna mpango. Mpango yetu kwanza ni kumuondoa. Tukishamuondoa tuko na mpango ya vile tutalegea. Tuko na mpango ya kukamilisha zile barabara zimekwama. Tuko na mpango ya vile tutainua
ngumu sana. Sasa ni mbinu gani ambazo unaenda kutumia? Thank you. Asante sana. It's true Bwana Wekesa, umesema yetu ni fabo. Tutatumia formula gani? One, tutakuwa na manifesto. Once we agree on one single presidential candidate, sasa ndio tutauda manifesto zote pamoja, ambaye yeye ndiye atabeba, ndiye atakuwa the flag bearer needed alternative government. We'll agree to start with all the people ambayo wanataka kuwa rais, they are qualified. Hakuna mtu hapo hana qualifications zake, but we have agreed to start with kila mtu aende mobilize kwake, and so that we can say successively now we have enough votes to remove William Ruto from power. Once we know we have, nani ataongoza hawa Kenya? We don't want to put the cart before the horse. The first in the one-term movement, and we are almost there, by the way. From where I sit, the last time I did a survey last week, but 18% in the whole country, and the rest of us have 81%. That is way above 50+1. This guy has no escape route. And I can tell you, when you are in office, in terms of percentages, it's my hope and desire tutasukuma William Ruto mpaka, and we are pushing and pushing very hard. Don't worry that Ruto he did not there. He was put there by other Kenyans. We worked hard to mobilize people. For example, he was rejected in all the 6 regions in the country. Everybody that voted for him. Here in Western, he lost to Raila Odinga. Northeastern, he lost to Raila Odinga. Coast, he lost to Raila Odinga. Nairobi, he lost to Raila Odinga. He only won, and Rift Valley combined. The mountain has left him. Coast has left him. He has nothing. I don't know where itatoka wapi. Me, I'm a political scientist, and I've been involved in this politics since the advent of multipartyism in 1991. I participated in no elections, 1992, 1997, 2007, 2013, 2017, and 2022. I've never, and I understand the politics of this country. I understand the way people think. And I can tell you frankly, we are having a 202 moment. In 202, a decision had been made that Moi and his project could not be allowed to go anywhere. A decision has been made on who shall not be president. As to who shall be president, not yet. And as to who shall not be president, that decision has been very, very actively in making Ruto president. And I made a huge contribution. He may want to downplay it, but deep down his heart, I can't tell you. All facts. What is remaining is for us to agree who. Who is not, that is agreed. Who shall not be, that is done. It's concluded. What is remaining is who. Hapo ni kibarua, but I can assure you there is commitment. Everybody is committed that to get one single presidential candidate. So I want to assure our listeners and viewers that is okay. And towards the end of this year,
hopefully Kenyans will know who will be the flag bearer. Kenyans to be patient. In 2002, Mwai Kibaki was chosen as a single on 14th of October 2002, when the elections were 27th December the same year. 2 months and 13 days to go and more. So what we are tulie, there is no hurry, because we also must get it right. We cannot chance, we don't want to make a mistake the way we did with William Ruto. Tuangalie vizuri, tuulizane maswali, tupate ushauri ya Wakenya. We consult very extensively. I have announced myself I'm going to Omunyoro for 45 days to consult my supporters on the way forward. What would happen if I'm the candidate? How would they help me win the election? I'm also going to tell them that if it is not me, to persuade them that they must agree to support whoever we agree. That is the work I'm going to do. I'm going to prepare 2 scenarios. Plan A, when I'm the presidential candidate, how will my home base support me to win the election as president? So that I can get the support of other Kenyans. So that we discuss about voter turnout, resource mobilization and all that. Then we'll also be very realistic. We will discuss plan B. That in case it's not me, my people, will you agree that whoever we agree, you also support? And I'll persuade them, yes, because we have a single objective: to remove William Ruto from office and get another good president to run this country. So I'll be consulting myself for 45 days, and I assume also my colleagues are also consulting. Because for me, I cannot make a decision alone. I must carry my people along with me. If I have to support somebody else, I must carry them along. We must agree that we need to support somebody else. I'll also get a few ideas from them. In your own view, if it's not me, who do you think is a good person? Whom are you comfortable supporting? That's why I'm doing that for 45 days. And I don't have to make any announcement. I'll just get the information and keep quiet. And I'll have the mandate so that when the right time comes, if it's me, I go ahead. If it's not me, I'll have had clear instructions from my people on how to go about it. Joseph, you have asked about the unity of the Luhya nation. It's true. And I've been talking to Governor Natembeya, who is a great friend of mine and a colleague. We were together in uniform, a great man and a great leader who has done a lot in mobilizing Luhya unity and awareness and calling for the dignity of the Luhya nation. And I want to encourage Governor Natembeya to continue. Because of his stand, he has really been harassed, you know. Alikamatwa, akawekelewa makesi ya uongo, ya corruption, na hajaiba kitu ya mtu yeyote. He pursued his rights. He went to the High Court, and the High Court terminated the proceedings because it was witch hunt. Natembeya amewindwa sana, na amehangaishwa sana kwa sababu ya kutetea jamii ya Waluhya na kusema waungane na watafute haki yao na wapate heshima kama jamii. And I really want to thank Governor Natembeya. He's a great leader, and when the history of the Luhya nation is written, he'll have a chapter. Eugene Wamalwa is another great leader. William Ruto has tried to persuade him achukue cabinet position as a leader wa Luhya, na amekataa. He has said, no, I cannot betray my people. My people are suffering. They need development. We need change of government. Mimi nikichukua kazi kama Musalia ama Wetangula, hii Waluhya wataenda wapi? I really want to salute Eugene Wamalwa. That is a very courageous decision. He's very selfless because he was being offered. Siku ile huyu Mutahi Kagwe alipewa by Ruto ya kwamba apewe waziri, na yeye akasema hiyo itakuwa ni kusaliti. Sema yeye atapigania akiwa nje hata kama anaumia. Sasa jana anaitwa Sifuna. He has come up very well and I am very impressed. He's a young man but he has a good focus. Huyu kijana yangu Cleo Malala, it's another young leader who seems to know what he's doing. And he was removed by Ruto because kuna mambo mingi alikataa. So with those 4 leaders and others,
I'm trying to persuade them, waketi wakubaliane, waweke jamii pamoja, so that even when they go to negotiate with others, they go as one united front. It is good for the community. It's good for the region where they talk in one voice. Na pia mimi nataka niombe jamii ya Mlembe wasikubali kupigana kwa milango. Hawa ni Wabukusu, ni Malagori, hawa ni Wanyala, hawa ni Basoso, hawa ni Idaho, hawa ni Kabras, hawa ni Wakisa, wale ya Shikuku wanaitwa nini, wale wa pale Butere, Marama. Hizo vitu na jamii ya Mlembe Wabukusu wakienda pande hii, Maragoli naenda pande hii, ati Idaho wakienda pande hii, Isuga naenda pande hii. Jamii ya Mlembe ni moja, ni ulimi wote ni Mlembe. Mimi nawaomba waweke tofauti hizo kando, waongee kama jamii, wasiangalie mtu kama Mbukusu ama Malagori ama Munyala ama Mbasoso ama Mukisa ama Wanga. Hizo vitu ni ya kugawisha jamii na hamutasonga. Na muangalie pale mlimani. Pale mlimani tuko jamii, tuko milango 7. Iko Wakikuyu, iko Wameru, iko Waembu, iko Wambere, iko Wanithi, iko Wachuka na iko Watharaka. Lakini ikifika uchaguzi, hiyo vitu yote inasahulika. Hiyo tu ni ya utamaduni peke yake. Ikifika mambo ya uchaguzi, watu ya Mlima Kenya wanaongea sauti moja. Na ndio wamefaulu kuwa na marais 3 katika Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu wanaweka kura yao yote kikapu moja. Kwa sababu mkiweka kura yenu kikapu moja, iko na uzito. Hii jamii ya Mlembe mko na zaidi ya kula milioni 5. Lakini mkigawanya, sijui Wabukusu waende pande hii, wa Malagori waende pande hii, sisi wa Basoso tuende pande hii, sisi wa Isuga tuende pande hii, hizo kura itakuwa haina maana. Na mimi pale mlimani, William Ruto alijaribu kugawanya sisi, ati Wameru na Waembu waende pande moja, Wakikuyu wabaki pande ingine. Nikamkataza, kwa sababu tukigawanyika namna hiyo tumeisha, hatutakuwa na nguvu ya kutafuta uongozi. Kwa hivyo mimi naomba hao viongozi 4, Gavana Natembeya, Waziri Eugene Wamalwa, Cleo Malala, Edwin Sifuna, tafadhalini wekeni nyumba ya Mlembe pamoja. Hii milango ya Wabukusu, wa Malagori, Wakisa, Wanyore, hiyo maneno ni ya kurudisha jamii nyuma. Muongee lugha moja kama jamii, muweke kura yenu yote kwa kikapu moja, muongee na sauti moja, mkuwe na kiongozi mmoja. Ndio pia mkija kwa meza mkuwe na uzito, kwa sababu you are the second largest community in Kenya. Lakini hii mgawanyiko ya milango hii na hii inafanya nguvu yenu ishie hapo kwa hewa. Kwa hivyo mimi nina matumaini. Hata huyu Sifuna, Ruto amemtumania na amekataa. Amesema yeye hawezi kwenda kwake. Sema tafuta hiyo kijana tumpatie pesa. Hiyo kijana amekaa ngumu, hawezi saliti jamii. Huyu Wamalwa aliitwa alikataa. Huyu Natembeya ameteswa amekataa. Huyu Malala amekataa. Kwa hivyo for the first time mimi naona viongozi ambayo wamejitolea kusimama na jamii, na ni mzuri jamii. Maneno ya kuvumilia kuteswa pia ni kazi. Gavana Natembeya ashikwe, aungwe mkono, asikufe roho. Huyu Eugene Wamalwa waungwe mkono. Uliona juzi vile rais alimtukana, anasema sijui ati shamba, ati amekodisha, ati ng'ombe yake ilikufa ati kwa sababu ya kupe. Sasa rais amewacha kazi ya kuongoza Kenya, anaanza matiliwa na nini. Uliona akiingilia Wamalwa ni kwa sababu aliingilia Eugene, kwa sababu anajaribu kuitwa aende kwa Ruto, amekataa. Amekuwa na msimamo. Ndio rais alikuwa anamharibia jina na kumtukana. Tumeona bibi yake. Sasa tunauliza rais, wewe mambo ya mabibi ya watu, si wewe ungangana na mambo ya Kenya? Wewe bibi yako kuna mtu anakuuliza mambo ya aliingiliwa, alitukanwa kwa mikutano. Alikuwa anatukana na mimi kwa sababu tuko na msimamo na tumekataa.
kesi ambayo ilikuwepo walipo kuondoa katika afisi, na tumeona kwamba mahakama iliweza kupa fidia takriban. Je, unahisi haki hiyo kesi inachekecha kila mtu, kwa sababu majaji wanasema sikupata haki uka katiba ya Kenya, alafu wanasema ile uamuzi ulifuata katiba. Sasa kila mtu nacheka. Mimi kunipatia milioni 50, mimi sina haja na pesa. Nitolewa kimakosa kwa sababu ya msimamo mkali. Mimi sina haja na hiyo milioni 50, hata milioni 200, hata 3. Mimi kesi, kwa sababu tumepeleka kesi katika koti ya rufaa kupata haki. Lakini ile uzuri pia hakuna shida, kesi polepole mpaka siku itaisha. Ukweli wa mambo ni Section 3, Article 99 Section 3 ya katiba ya Kenya inasema huwezi kataswa kupigania kiti chochote katika Jamhuri ya Kenya kwa sababu umefungwa ama umewekewa hukumu yoyote, kama hujamaliza kufuata haki yako kwa yale mahakama ambayo imewekwa katika sheria. Alia Weluke alikuwa amefungwa mwaka 74. Alikuwa Kamiti amenyolewa 74 years. Lakini inasema huyu ako na kesi court of appeal. Tukimkataza kusimama tutakuwa tumemnyima haki yake. Akakubaliwa, akasimama, akachaguliwa. Kesi ikakuja ikatupiliwa. Kama sasa alikuwa amekatazwa kusimama, si haki yake ingekuwa imehangaishwa. Kwa hivyo hata mimi niko na nafasi ya kwamba kesi ikiendelea, kama itakuwa imeisha by the time tunaenda uchaguzi, mimi nitapigania kiti ya urais. Kama mimi ndio nitapeperusha bendera. Kama sitapewa bendera nipeperushe, nitachukua nafasi nyingine kwa serikali. Lakini mimi niko na uhakika ya kwamba nitapata haki yangu ya kikatiba. Sasa kabisa, kabla sijakupa nafasi naomba niulize, kumekuwa bajeti ambayo tumezungumzia, umegusia kwa Hiduchu. Mambo matatu ambayo yanakusumbua katika hii bajeti ya mwaka 2026. Ya kwanza ni hii maneno ya money transfer. Hii maneno ya money transfer ni muhimu sana, kwa sababu ndio bodaboda unalipa bodaboda naye unalipa vitu dogo dogo. Sasa ikiwekwa 16% itahangaisha hii watu wadogo na jia kubwa sana, na ni maneno ambayo haifai. Pia hii maneno ya kutoa hii ya mambo ya VAT ya transport ya miwa, nikiwa hapo magharibi, itapeleka bei ya miwa kwenda juu. Pia simu zimeongezwa 25%. Unajua hii simu siku hizi si luxury, it's a tool of work. Hii simu imekuwa part of life. Kwa hivyo Wakenya wanahangaika kwa sababu mambo ni ngumu sana. So ukisema pia uongeze 25% ya duty kwa mambo ya simu, pia wananchi hawa ya kawaida wataumia sana. Na kuna mambo mingi sana hapo ambayo haiendi sawa sawa. Yeah. Mheshimiwa Gachagua, labda nikurudishe nyuma kidogo tu. Ukiwa bado uko serikalini, ulikuwa na wasama kati yako na Mheshimiwa the third president, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kabla tu ukaondoka ukasema kwamba ni mzuri. Uhusiano wako na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta uko aje, Mr. Speaker? Uhuru Kenyatta ni ndugu yangu ya one family. Tulipitana kidogo mambo ya siasa, na hiyo ni kawaida. Hatukuwa na maneno binafsi, tumepitana. Mimi nilikuwa PA yake karibu mwaka 7, nilimsaidia akakuwa rais, na ni rafiki yangu na ni member of my community. Now we have got a good relationship. Tunapendana sana, na yale ambayo ilipita ya siasa tumewachana naye kwa sababu alikuwa ametuambia Ruto ni mbaya, hatukumsikiza. Yeye akatuhangaisha kidogo na sisi tukamshinda. Sasa tukaketi chini tukasema iliyopita si ndwele tukaga ijayo. Tuko na uhusiano nzuri sana kama madugu. Okay, swali la mwisho tu, mambo na SHA. Kuna wakati ulisikika kusema kwamba
SHA will collapse in the next 6 months. It has collapsed. For the last 4 or 5 days, yeah, the system is down. How can a system it may cost 104 billion be down? Surely. System it may cost 104 billion. SHA, hiyo mashini imesimwa because hakuna pesa. Leo nimesikia William Ruto akisema ati SHA inafanya kazi, italipa kila mtu, ati na hakuna mtu hatakosa kutibiwa kwa sababu hana pesa, ati kila mtu aende hospitali. Mimi nataka kuuliza Wakenya vile rais amesema, sote tuende hospitalini tutibiwe bila malipo, tuone kama itafanyika. Yeye mwenyewe ndiye amesema leo ati kila mtu aende hospitali atibiwe bila malipo na aende nyumbani. Sema sawa. Kama ndivyo rais amesema, yeye ndiye rais wa Kenya. Kesho ni Monday. Siwache tuone vile itaenda, lakini SHA haifanyi kazi. Ilikuwa ni wizi ya 104 billion. Imehangaisha walimu, imehangaisha polisi, imehangaisha wafanyikazi wa serikali, imehangaisha watu ya payslip. SHA is not working and it cannot work. Na nilisema it will collapse within 6 months. For the last 6 days, the systems are down. And why they are down imesimwa kwa sababu hawana pesa ya kulipa watu. Yeah. Labda kidogo nitapigwa mawe iwapo kama sitauliza hili swali. Iwapo kama mnaenda kuunda serikali hii na umesema kwamba una imani kwamba mnaenda kuunda hii serikali mwaka 2027. Mambo matatu ambayo utafanyia watu wa jamii ya Mlembe ni yapi hasa? Watu ya jamii ya Mlembe watafanyiwa kazi na Wakenya wengine, lakini kuna mambo specific. Ya kwanza ni kulegesha Mumia Sugar na Nzoia Sugar kwa wakulima ya Mlembe Nation. Number 2 ni kukamilisha zile project zote ambaye zimekwama, za barabara, za maji, za stima, zimalizike kwa sababu ni muhimu tufanye hivyo. Number 3 na muhimu sana ni kuwasaidia kwa mambo ya kilimo, tuanze kutafuta alternative crops kwa sababu hii ukulima ya miwa imewafilisisha miaka mingi. Wamelima miwa na hawajapata kusaidika kabisa na umaskini unaendelea kuzidi. Kwa hivyo sisi katika serikali mpya tungetaka kuanza mbinu mpya ya encourage farmers and support them in Western region to diversify. Vitu kama hizo, na pia tena tuweke sana mambo ya mifugo, dairy farming, ng'ombe za zero grazing. Hiyo ni mambo tungetaka tuone sana hapa katika Ingo. Mwisho kusoma kuzungumzia mambo ya numbers na wakae pamoja waweze kuwa na numbers, waweze kuja katika meza. Sekta ukiangalia magharibi mwa Kenya wako na numbers. Una ahadi ya